ambayo yanayohusiana na dini yetu. Leo ni siku ya Ashura. Kwenye kongamano hili kutazungumzwa mada mbalimbali. Zitakuwa mada 3. Mada ya kwanza itakayozungumzwa hapa itakuwa ni wajibu wa Muislamu katika kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mada hii itahudhurishwa na shekhe wetu Shekhe Jamal. Lakini kuna mada nyingine, mizani ya haki, mizani ya haki, mizani ashia katika mizani ya haki, ambayo itahudhurishwa na shekhe wetu Shekhe Juma Rajabu Ikusi. Lakini mada ya 3 itahudhurishwa na Shekhe Omar Mone, mauaji ya al-Imam Hussein. Ninawaomba ndugu zangu katika imani, tuwe makini, tufuatilie mada namna zitakavyohudhurishwa. Tuanze kumsikiliza shekhe wetu Shekhe Jamal, kisha atakuja mzungumzaji mwingine, kisha mwingine, mpaka saa 12 tutakuwepo huko. Shekhe Jamal, Allah akuhifadhi. Karibu katika kuhudhurisha mada. Vile vile wasikilizaji nakaribishwa sana sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibba, awali ya yote tumshukuru Allah azza wa jal, ambaye yeye kwa rehma zake na fadla zake ameweza kutukutanisha katika uwanja huu. Lengo na makusudi ni kwamba kufikishiana maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kukumbushana masala ya msingi kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila ambaye atakayekuwa amehudhuria katika kikao hiki kwa muda wote atakapokuwa amekaa na kunufaika na yale ambayo atakayekuwa yameelezwa ndani ya kikao hiki, basi Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yawe katika mizani ya mema yake, na mwisho wa siku baada ya kuondoka katika kikao hiki awe ni miongoni mwa wale ambao wameambiwa qumu maghfurun lakum, simameni na ilhali ya kuwa mmeshasamehewa dhambi zenu. Moja kwa moja tukiingia katika mada ambayo imetukusanya katika muda huu. Mada ziko 3 kama zilivyoelezwa, lakini kwa upande wa mada yangu ni upi uwajibu wa Muislamu katika kuitetea dini yake, au wajibu wetu sisi katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, tutambue ya kwamba suala la kuitetea dini ya Allah azza wa jalla si ya shekhe fulani wala ya doktori fulani wala ya alani, la, bali kila ambaye anajitambua ya kwamba yeye ni Muislam basi ana wajibu wa kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafasi aliyonayo. Taban, nikisema hivi mashekhe misikitini watasimama katika manabir, katika madaris, yani katika mimbari za msikitini, kwenye mihadhara mbalimbali, lakini na wewe ima uwe ni mwanamke ndani ya nyumba yako, uwe ni baba ndani ya nyumba yako, uwe ni kijana kwenye chumba chako, uwe ni binti kwa mume wako, kadhalika una nafasi ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Hili haliepukani kwa hali yoyote, na hata siku ya Kiyama hutokuwa na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala useme ya Rabbi, mimi sikusoma au mimi sikuwa na nafasi ya kuweza kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali ya kwamba bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema ballighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu mimi hata kama ikawa ni aya moja. Aya moja unaifahamu wewe, jirani yako haifahamu. Hadithi moja unaifahamu wewe kwa usahihi wake na imethibiti kutoka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tambua huenda jirani yako haijui, basi na wewe kwa wakati huo ni wajibu kumfikishia, na kule kumfikishia una ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahiba, ndugu katika imani, laqad kallafa Allahu azza wa jalla ibadahu bil imani bihadha ad-din. Kwanza tutambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukalifisha sisi ama waja wake ambao ni waumini kuifanyia kazi dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala kallafana bil imani bihadha ad-din, ametukalifisha sisi kuiamini dini hii, dini ya Uislamu, dini ambayo hatokubali dini nyingine Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Kiislamu. Anasema Allah azza wa jalla, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Kiislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote yule atakayefuata dini isiyokuwa dini ya Kiislamu basi atambue kwamba akhira hatokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akhira mtu huyo atakuwa ni katika watu ambao waliopata hasara. Sasa mimi na wewe kwa kuwa tunajinasibisha na dini hii ya Kiislamu, dini ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wajibu wetu sisi kuishi katika misingi ya dini kama inavyotuamrisha. Kama tumeiamini dini hii, basi kuifanyia kazi na kuilingania itakuwa ni wajibu kwa kila Muislamu kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla kallafana bid-da'wa ilayhi wa bita'limihi wa bayani ahkamihi wa adabi. Allah subhanahu wa ta'ala ametukalifisha sisi, mimi na wewe kama waumini wa dini ya Kiislamu, ametukalifisha kuifikisha da'wa ya dini ya Kiislamu. Lakini sio hivyo tu kuifikisha na kubainisha ahkam zake pamoja na adabu zake kwa watu wote. Qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf aya ya 108, anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Allah azza wa jalla anamwambia bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, huu ndio mwenendo wangu, ndio dini ambayo amenitumiliza nayo, ndio risala aliyonitumiliza nayo Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi kama umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah azza wa jalla, waambie hivyo, hadhihi sabili, hii ndiyo dini yangu au hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah ala basira, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kibubusa bubusa, la bali kwa uoni, kwa dalili na hoja. Ana wamanittaba'ani, mimi pamoja na kila atakayekuwa ni mwenye kunifuata mimi. Sote sisi kudwa kwetu sisi na kiongozi wetu na mwalimu wetu na mtume wetu aliyotumilizwa kwa dini hii si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wako, ndio kudwa yako, ndio kiongozi wako, anasema dini hii nalingania kwa baswera, kwa uoni, kwa hoja. Ana wamanittaba'ani, mimi na kila ambaye atakayekuwa ni mwenye kunifuata. Kila mwenye kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa awe ni mwenye kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kibubusa bubusa, la bali kwa hoja. Alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya, alivyosema Allah azza wa jalla, ana wamanittaba'ani wa subhanallah, na utukufu ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wama ana minal mushrikin, na wala mimi sikuwa katika washirikina. Haya ni maneno yanayoonyesha kwamba kila Muislamu anayemfuata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maana yake yeye ni mu'min, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amemwamini bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini pia anaamini siku ya mwisho na yote atakayejiri siku ya mwisho. Basi yeye ikiwa amekaa katika mazingira haya ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa aishi katika kuitetea na kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu muhibbin linnabii sallallahu alayhi wasallam,
kila atakayejiweka katika nafasi ya kumpenda bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa kullu tabi'in linnabii alayhi salatu wasalam, na kila atakayekuwa ni mwenye kumfuata bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yad'u ila Allah, basi anatakiwa awe ni mlinganizi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhdumu hadha ad-din, awe ni mlinganizi kuelekea kwamba aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na wala asishirikishwe na chochote, lakini kwa wakati huo huo awe ni mtumishi wa dini hii, kwa maana ya kwamba alinganie yeye baada ya kuwa ameitikia, akafanyia kazi yeye kama yeye ile maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akajiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo kitakachofuatilia ni yeye kuitumikia dini hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, yani mnadai kwamba mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Yani kwa maana ya kwamba tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake. Yeye aliishi katika kulingania, au alitumwa kuja kufikisha risala, na yeye katuatia haya mimi na wewe, ni wajibu wetu kuhakikisha tunaifikia kwa jamii mpaka siku ya kiyama. Ayu alahibba, ahsanu qawlin wa a'malu qawlin, neno lililokuwa bora tamu kabisa, lakini pia lililokuwa ni zuri kabisa, wa asma qawlin wa arfa qawlin, neno ambalo ni la hali ya juu mno, ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, si jingine bali ni wewe maneno unayatoa kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani wakati mwingine anaweza akakuchezea kwambia, sasa mimi najua nini, nitamfikishia nani? Lakini kwa kuwa umekaa darasani mwezi mmoja, miezi miwili, mwaka mzima, hivi hujui hata aya moja au surat al-Fatiha peke yake ukamfundisha ndugu yako Muislamu, aya ambayo ni kubwa ama sura ambayo ni kubwa kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo huyo uliyomfundisha huenda akawa anasimama nayo mara 5 kwa siku, na akisimama nayo mara 5 kwa siku, kwa maana katika vipindi 5 vya siku vya sala, tambua ya kwamba na wewe una ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila akisimama, kwa sababu wewe ndiyo sababu. Sasa ukijiweka katika mazingira haya na ukayatambua haya, basi utakuwa na hirs na pupa kuhakikisha kile unachokijua hata kama ni kidogo, na wewe unakifikisha kwa ndugu yako mu'min, ili na yeye aweze kukifikisha kwa mwingine ama kukifanyia kazi, na wakati huo wewe salio lako la mema yanazidi kuendelea, sawa sawa ukiwa hai au hata baada ya kuondoka kwako. Allah azza wa jalla anasema, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, na ni nani basi atakayekuwa na kauli nzuri zaidi ya yule ambaye nilingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hakuna. Yani tumia maneno yote utakayetumia, mistari yote utakayeitengeneza, tambua ya kwamba haiwezi kufikia kauli ya mtu anayesimama kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila salih, zaidi ya yule anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, lakini pia akawa ni mwenye kutekeleza yale mema aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala innani minal muslimin, kisha akawa ni mwenye kusema kwa kinywa kipana kwamba mimi ni katika Waislamu. Ndugu zangu katika imani, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar faradhun, kuamrisha mema na kukataza mabaya, hili ni jambo la faradhi na wala si suala la hiari. Tunaposema la faradhi, basi tambue ya kwamba wewe huna hiari tena, nifanye ama nisifanye. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar faradhun, kuamrisha mema na kukataza mabaya, jambo hili ni jambo ambalo ni jambo la faradhi, kama vile ilivyo swala, kama vile ilivyo zaka, kama vile ilivyo haji, bal qaddamahu Allahu ala as-sala wa zaka, bali jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala akalitanguliza hata yani kwenye swala au zaka, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wa kiume
Kadhalika upande wa pili, waumini wa kike, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa wengine. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, sifa yao ambao wamepewa hawa waumini wa kiume kadhalika waumini wa kike si nyingine bali akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifa yao nzuri waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba wao wanajipamba na sifa ya kuamrisha mema, kadhalika kukataza yale ambayo ni ya munkar. Wa yuqimuna as-salah, kaanza katika aya hii na al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kisha baada ya hapo akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimuna as-salah, kisha wanasimamisha sala. Katika sifa zao hao waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ni kuamrisha mema, pili kukataza mabaya, baada ya hapo kusimamisha swala, kutoa zaka. Wa yuti'una Allah wa rasula, na sifa yao ni kwamba wao hujipamba katika sifa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ipi jaza yao baada ya kuyafanya yote haya? Allah azza wa jalla akasema ulaika sayarhamuhumullah wa ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha azizun hakim. Watu hao Allah azza wa jalla atawarahamu, lakini pia Allah subhanahu, tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni aziz na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye hikma. Ndugu zangu katika imani, al-amru bil ma'rufi wajibun, kuamrisha mema. Kila ambaye anayejitambua kuwa yeye ni mu'min, sawa sawa awe ni mama, awe ni baba, awe ni binti, awe ni kaka, wote swala hili kila moja kwa nafasi yake litakuwa ni wajibu, lakini kitaangalia tu uwajibu wake yeye yuko katika nafasi gani. Na ndio maana kwamba ukiona jambo la munkari linafanywa mbele yako alafu kanyamaza kimya, wewe ni dhaifu wa imani. Mtume SAW anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, atakayeona katika nyinyi munkari unatendeka mbele yake, basi haraka sana auondoe. Biyadihi, ikiwa ana uwezo wa kuondoa kwa mkono. Wewe kama mama ndani ya nyumba yako, vijana wako, mabinti zako, watoto wako, una uwezo kukataza hata kwa mkono. Lakini barabarani uwezi ukatoka eti mabinti wanatembea uchi barabarani ukasema anaondoa munkari, ukachukua bakora ukaanza kutandika. Hili pia lina marhala yake na lina wale watakaokuwa na nafasi hiyo. Ndugu katika imani, Mtume SAW anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, kwa nafasi yako. Atakayeona munkari katika nyinyi basi haraka sana auondoe kwa mkono wake. Fa illam yastati fa alayhi bilisani, ikiwa hana uwezo wa kuondoa kwa mkono basi hata kusema pia, hata kusema huwezi. Wa man lam yastati fa alayhi, na ikiwa hatoweza basi fa biqalbihi, basi anatakiwa hata kwa kuchukia. Ni mangapi ya munkari yanafanywa mbele yetu na elhali tunachekelea, mtu anafurahi na kufarijika kabisa, anaona ni jambo la kawaida. Ukifika katika mazingira hayo, iraje, irudie imani yako, hakika uko katika mashakili ya hali ya juu. Uondoaji huu wa munkar unatofautiana kati ya Muislamu, yani kati ya mtu na mtu, na cheo na cheo, au na daraja na daraja, kulingana kila moja na nafasi ambayo amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi leo ulimwengu huu tunaoishi una haja ya hali ya juu sana kwa yule ambaye atakayesimama kuutambulisha kuhusiana na picha na akhlaq za dini ya Kiislamu, kama vile alivyoiacha au alivyouacha Uislamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulimwengu tunaoishi una haja mno, tena zaidi na zaidi, kupata wale watakaosimama kuelezea Uislamu, mahasini ya Uislamu na mazuri ya Uislamu. Maana zama tunazoishi imefika wakati hata atiyekuwa Muislamu wakati mwingine anaweza akaangalia akaona, ikiwa Waislamu wenyewe ndio hawa, kuna haja gani mimi kuingia katika Uislamu? Yani sisi kama Waislamu tunafika wakati mambo ama vitendo na akwali na maneno tunayatoa yanafika wakati tunawafukuzisha na kuweka mbali hata wale ambao si Waislamu. Na ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ilikuwa kabla hajasema vitendo vyake tu tayari ni da'wa. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaongea, vitendo vyake yeye, mandhari yake, mavazi yake, mwenendo wake, kula kwake, kutembea kwake, yote yanakuwa ni da'wa, anafikisha kwa umma. Na ndipo siku moja Bibi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa akaambiwa sifi lana, hebu tisifie sisi
kuhusiana na tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunafahamu ya kwamba wewe ni mke wake, unaishi naye. Kuna mambo ambayo maswahaba wanamuuliza ambayo huenda yeye anayefahamu, kwa sababu kuna nyakati anakuwa naye chumbani, wakati mwingine hayupo. Kwa hiyo ule wakati ambao wao hawako na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanataka pia kupata fatwa na fiqh kutoka kwa bibi Aisha radhiallahu anha. Wanamwambia, hebu tueleze kuhusiana na tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqu, namna gani ilikuwa tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha jibu alilotoa anasema, kana khuluquhu alquran, tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni Quran. Kaannahu Qur'anun yamshi ala wajhi al-ardh, kana kwamba bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani inayotembea kwenye waji wa ardhi. Ndipo tukasema matendo yake ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanaingia kwa yale matendo yake tu. Na wewe kama Muislamu, kaa katika mazingira ya kuitambulisha dini yako, usiitukanishe dini yako. Ikiwa ni mwanamke, vaa mavazi ambayo yatakayoendana na dini yako inavyokuamrisha. Ikiwa ni mwanamume, vaa mavazi yanayoendana na tabia na dini yako inavyokuamrisha. Toa maneno mazuri ambayo dini inaridhia, kwa sababu kila neno unalitoa kadhalika linaandikwa na la kuchafulia swafa yako ya mema. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ikiwa wewe unamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yatakiwa umfuate katika mwenendo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uislamu umeshaharibuliwa mpaka imefika wakati kuna baadhi ya mabwana kutaka kuchafua Uislamu kwa kupitia mitandao ya kijamii. Sasa wewe kama Muislamu umeweka bando lako, ukaona kuna jambo ambalo si la sawa linalokwenda ima kuchafuliwa Uislamu, wewe kwa nafasi yako unatakiwa usimame kufanya difaa, kulizuilia hilo. Na kama umeliona ni baya la ishaati ambalo si la sawa, liishie kwenye simu yako. Maana katika tabia ambazo tulizonazo tunaona ni ufahari kuposti kila kinachokuja, hujapata uhakika wake, ni ishaati, kwamba ni mambo ya kutungwa, ni mambo ya kuchafua pengine hata Uislamu. Na wewe kama Muislamu unakuwa nafasi ya kwanza kuendeleza, yani unaona na mimi niyo kwanza kuliposti ili nionekane katika followers wengi wanifuate. Yani siku zote ukiona jambo ambalo ni la kheri, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, yeyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho, falyakul khairan au liyasmut, anatakiwa aseme ya kheri. Huna la kheri la kusema, basi nyamaza. Na haya yasibaki ni kwenye kinywa, hata kwa kupitia simu yako. Kama umeambiwa kusema la kheri, itakuwa ni kheri kwako wewe, na ukisema la shari itakuwa ni shari juu yako. Mtume swalla salam akasema, kama ni la shari basi liishie kwako wewe. Ikiwa ni la kheri liseme, ikiwa ni la shari lizuilie. Hivyo hivyo, kama ni la shari limeingia kwenye simu yako, basi lizuilie, lishilie hapo hapo hivi. Na kama ni la kheri, na wewe lisambaze. Una kheri. Kufikisha dawa si lazima ukasimame msikitini peke yake, hata kwa kupitia simu yako. Maadamu umeona ni hadithi na umeifuatilia na umesimama kwa shekhe wako ukajiridhisha kwamba imethibiti na ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na wewe liendeleze. Addalu ala alkhairi kafa'ili, kila mwenye kuonyesha juu ya khairi yoyote ile, yani wewe hujalifanya lakini tumemfikisha mwenzako na yeye akalifikisha, basi na wewe utahesabika ni sawa na mtu ambaye amelifanya jambo hilo. Faman yukhbiruhum wa man yad'uhum, ikiwa ulimwengu umekaa kuchafuliwa, nani atasimama sasa kuwafikishia umma, kuwapa habari za dini ya Kiislamu? Nani atawalingania? Wa man yanshuru sirata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bainahum, nani atasimama kufikisha mwenendo na tabia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa watu aina hiyo wanaochafua Uislamu, bali kueneza tabia za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama bil hikmati wal mau'izati al hasana, kwa hikma lakini pia kwa mawaidha ambayo ni mema. Hakuna mwingine atakayesimama illa nahnu almuslimina, isipokuwa sisi Waislamu. Mimi na wewe na mwingine, ni wajibu wetu kuhakikisha tuna udifaa, tunautetea Uislamu kwa hali yoyote ile iwavyo. Yuriduna ayuqiuhum, hao maadui wao hawana kingine wanachokitafuta isipokuwa ni kutupia umma fi shirkihim, katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yamurru
kawaida yao walivyo wao, hawana jambo wanalitaka isipokuwa ni kuhakikisha kuwatupia Waislamu katika mambo ambayo ni mabaya na machafu machafu, ili watoke katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ha huwa yahudiyun ma'ahu kalb. Tunapata kiswa cha Yahudi mmoja ambaye siku moja katoka na jibwa lake, katoka na mbwa, akitembea naye barabarani. Huyu Yahudi, wale yahudu la talama istafazzu almuslimina, na nyote mnafahamu namna gani Mayahudi kwa muda mrefu, ilhali ya kuwa wewe ni wenye kuwaudhi Waislamu, hawana kingine wanachotaka isipokuwa ni kuwatoa tu Waislamu katika dini yao. Bwana huyu siku moja katoka, ambaye ni Yahudi, akiwa na mbwa, yamuru ala Ibrahim ibn Adham, kampitia mwanazuoni mmoja anaitwa Ibrahim ibn Adham alayhi rahmatullah. Dhalikumul mu'min, huyu ambaye mnayemtambua kiswa chake. Fayaqulu lahu, huyu Yahudi kwa chuki tu alionayo akawa ni mwenye kumwambia Ibrahim ibn Adham kwa maneno ambayo ni machafu, kutaka tu kumkera katika nafsi yake audhike huyu mcha Mungu. Akamwambia, ya Ibrahim, ewe Ibrahim. Na maneno kama haya pia hata nyinyi mama wa Kiislamu na madada wa Kiislamu huenda wakati mwingine mnakutana naye mtaani sana. Unapita unamkuta mwanamke kavaa vimini anatembea, wewe umevaa full hijab, anakwambia hawa nao hawaoni hata joto hao. Yaani ni maneno ambaye akuchukize tu, alafu uone labda na wewe ujihisi kwamba shetani akupande kichwani, utupe stara, uingie uwe mfano wake. Hiyo ni neema Allah kakupa, na lau wangelikuwa wanaijua wangetamani kwamba hata jua lingekuwa kali namna gani, basi wangelibaki katika sitara hiyo. Huyu Yahudi anamwambia Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, akamwambia, ya Ibrahim, alihiyatuka atharu min dhanabi hadha alkalb. Je, ndevu zako ewe Ibrahim ni tahara, kwa maana ya kwamba zina tahara na ni safi kuliko mkia wa mbwa huyu, yani wa mbwa wake yule Yahudi. Anamuuliza maneno machafu. Am dhanabul kalbi atharu min lihiyatik, ama mkia wa mbwa huyu atakuwa ni tahara, kwamba ni mzuri na anapendeza kuliko ndevu zako? Angalia swali ambalo ameulizwa, ni swali kiasi kwamba kwa haraka haraka unaweza ukakunja ngumi, lakini pale pale kwa kuwa ni mu'min aliyetulia, fama kana minhu illa an qala bihudu'il mu'min, hakuwa Ibrahim bin Adham isipokuwa katulia na akasema maneno kwa upole, maneno ya mu'min alwathik bi ma'hudillah, ambaye ana imani na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akampa jawabu kwa kumwambia in kana minhu, akamwambia in kanat fil janna la hiya athaharu min dhanabi qalbik, akamwambia ikiwa ndevu zangu zitakuwa ni tahara, basi na zikawa yani ikiwa ndevu zangu zitakuwa ni tahara na zitakuwa ziko peponi, basi zitakuwa ni tahara kuliko mbwa wako. Kisha akamwambia wa in kanat fi nar, ikiwa ndevu zangu zitakuwa motoni, basi la dhanabu kalbuka atharu minha, mkia wa mbwa wako atakuwa ni tahara kuliko ndevu zangu. Fama malaka hadha alyahudi, angalia maneno ilivyotoka kwa upole kwa mtu ambaye ni mu'min alwathiq bima'hudillah. Yule Yahudi alipoyasikia maneno yale hakuwa na jingine lolote lile la kusema isipokuwa pale pale aliinua mkono na kutamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wallahi ma hadhihi illa akhlaqul anbiya. Hayakuwa haya au hazikuwa hizi isipokuwa ni tabia za manabii. Angalia majibu aliyotoa. Anamwambia ikiwa ndevu zangu zitakuwa peponi, basi zitakuwa ni tahara kuliko mkia wa mbwa wako, lakini kama ndevu zangu zitakuwa motoni, basi mbwa wako atakuwa ni nini? Mkia wa mbwa wako atakuwa ni bora kuliko ndevu zangu. Yule Yahudi aliposikia maneno yale, pale pale hakuwa na la kusema isipokuwa akawa ni mwenye kutamka shahada. Fama ahwajul alam kulluhu al'ana liyata'arraf ala surati almushriqa lilislam, namna gani ulimwengu ulivyo na haja katika zama tunazoishi za wao kuweza kuijua picha halisia ya dini ya Kiislam. Wal kullu sayusalu baina yaday Allah jalla wa ala, na kila mmoja wetu, mimi, wewe na mwingine, atambue kwamba atakuwa ni mwenye kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala bihasabi
qudratihi, kulingana na uwezo wake. Ma li hadha dini ghairi wa ghairuk, hana man li hadha dini ghairi wa ghairuk, hakuna mwingine yoyote wa kuisimamia dini hii isipokuwa mimi na wewe na mwingine. Ikiwa basi hao wanautukana Uislamu na sisi kama Waislamu tukanyamaza pasina ya kufikisha mazuri ya Uislamu, ima kwa kusema, ima kwa kudhihirisha kwa vitendo vyetu, basi hakuna mwingine atakayesimama kuitetea dini hii isipokuwa ni mimi na wewe. Ndugu zangu katika imani, inna lilbatil fi hadha alasr sawlatun wa jawla, batili katika zama tunazoishi zimepiga hatua ya hali ya juu mno. Wana khutwa mbalimbali ambazo wanaziweka ima katika mitandao ya kijamii, kupitia katika kanawati. Ni nyumba ngapi za Kiislamu ambapo swala haziswaliwi? Na kama inasaliwa unaweza kukuta ni baba na mama ndio wanaosali, na inafika wakati hata baba anaweza kumwambia niandalieni maji, mama anaandaa maji, ama mtoto anaenda kuandaa maji, wanaendelea wanakaa kwenye TV wakiangalia mabaya, kiasi kwamba hata kuangalia baba na mama na watoto kwa pamoja hivi, kama wangelikuwa na picha ya Kiislamu wasingeweza kuangalia. Picha za uchiuchi zikirushwa katika mitandao au katika matelevision, wote wamekaa baba, mama, kaka, dada, ile haya ya Kiislamu haipo tena. Kuna haja turejeshe ile picha halisia ya Kiislamu. Baba awe na haya, mama awe na haya, mtoto wa kike awe na haya, mtoto wa kiume awe na haya. Kipi cha kuangalia kwa pamoja, kipi cha kuangalia wewe peke yako? Tukiishi katika mazingira kama haya, basi tutarudisha ile picha halisia ya Kiislamu. Uislamu una haja sana, kwa sababu wao Mayahudi na maadui wa Kiislamu hawana kingine wanachokifanya isipokuwa ni kuhakikisha kwamba sum'a, dini ya Kiislamu inaondoka kabisa katika waji wa ardhi. Lakini haiwezi kuondoka. Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka na Qur'ani kaishusha, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeteremsha dhikr, kwa maana Qur'ani, na sisi ndio tunailinda, na itaendelea kubaki Qur'ani na Uislamu utaendelea kubaki ila an taquma saa, watafurukuta utakavyokwenda. Lakini wewe kama Muislam, ikiwa hutosimama kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hana haja na wewe, atawaleta wengine wataisimamia na itaendelea kubaki mpaka kiyama kitasimama. Hasara si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali hasara itakuwa kwangu mimi na wewe, ikiwa hatutosimama kisawasawa kuhakikisha kwamba tunaitetea dini yetu. Ndugu katika imani, hal tadhakkarta anna dinaka hadha alladhi tadinu Allah, je, umekumbuka au umekaa siku kafikiria walau siku moja kwamba dini yako hii ambaye unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala mustahdafun bi'ada'in marir, kwamba inalengwa na inatafutwa kwa kila kona na uadui wa hali ya juu mno? Je, kuna siku yoyote hata umekaa tu ukapata maumivu jinsi ya Waislamu wenzako mathalan wanavyoteswa ulimwenguni, ukajihisi kwamba yule ni Muislamu mwenzangu, ukaitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau basi kwa kuweka paji lako katika ardhi, ukawa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru Waislamu wenzako? Sababu kunusuriwa kwa Waislamu wenzako ndiko kunusuriwa kwa dini. Ikiwa Waislamu wanateswa sehemu moja na wewe kama Muislamu umenyamaza kimya, basi hata umeshindwa kwa dua unaimiliki mwenyewe kwenye kinywa chako, mikono yako unainua, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umeshindwa kufanya hivyo, je, waweza kuwanusuru ima kwa pesa, ima kwa lolote lile litakalokuwa? Itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuziraji nafsi zetu, na kila mmoja ajue sayusalu yawmal qiyama, atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kuhusiana na dini hii. Taban Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta na akaishi kwa muda ambao ameishi, na kaifikisha bi atammi wal kamal, kwa ukamilifu, mpaka anaondoka dini imekamilika, hakuna kilichobaki. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ameridhia Uislamu kuwa ndio dini na itaendelea kubaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifikisha dini, hajafanya khiana, kaondoka dini. Kama ni la khairi dalla alayhi, na kama ni la shari pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadhara, alilitahadharisha. Kwa hiyo mpaka anaondoka dini imekamilika. Wakaishika dini hii maswahaba, wakaisimamia ukweli wa kuisimamia. Wameondoka maswahaba zikaza jili na jili na jili mpaka kutufikia mimi na wewe, na mimi na wewe tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunasimama katika misingi ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifikisha kwa umma
kama vile alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, kuna baadhi ya mambo ambayo tutakaposhikamana nayo, au namna gani wewe kama Muislamu uweze kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitasema kama mambo 10 kwa haraka haraka, kisha baada ya hapo tutaacha uwanja kwa mashekhi wengine wafuatao. Kaifa takhdumu din Allah, namna gani wewe kama Muislamu uweze kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni swali. Jawabu lake la kwanza katika mambo 10 ambayo ukijipamba nayo utahesabika wewe kwamba unaitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, min a'zami al-a'mali allati takhdumu biha hadha ad-din, miongoni mwa matendo adhim ambayo wewe utakapojipamba nayo utakuwa unaitumikia katika kuitumikia dini hii, antaj'ala bainaka au antaj'ala baitaka baitan musliman. Kwanza kabisa inatakiwa uitengeneze nyumba yako na kuiweka katika mazingira ihesabike ni nyumba ya Kiislamu. Tunaposema nyumba ya Kiislamu sio kwamba kwa kujenga kwa matofali uweke sijui tiles kule upendezeshe ufanye hilo, wala hata halihusiki, na wala hutoulizwa siku ya kiyama kwa nini nyumba yako ukuweka tiles pale, kwa nini pale ukuweka taa ile, kwa nini la, bali nyumba yako wanaoishi ndani waishi kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Swala zisimamishwe, Qur'ani isomwe, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, haya yote yapatikane ndani ya nyumba yako. Hili ni jambo la kwanza ambalo litakalokupelekea wewe uishi na kuhesabika kwamba unaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakuwa anakuridhia ikiwa utakuwa umeiweka nyumba yako katika misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, jambo la pili, musharakatu ikhwanaka as-salihina, ni wewe kushirikiana na ndugu zako wema. Musharakatu ikhwanaka as-salihina fi nashatihim fi da'wa, ushirikiane na ndugu zako wema katika nashatwi zao, katika kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmati wal mau'izati al hasana, kwa wema na mawaidha iliyokuwa mazuri. Fayumkinuka al-ittisal bihim wal amalu ma'ahum, unaweza hata ukawasiliana nao tu, ukampigia simu ndugu yako katika imani, ukamfikishia neno moja tu ambalo ni khairi, na lile neno likakaa katika kifua chake, mwisho siku akalifanyia kazi, na wewe utakuwa umelipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, sharik fi da'wa, shirikiana katika dawa. Shiriki wewe na ndugu zako ambao unajua kwamba kuna jambo la khairi linafanyika, basi na wewe shiriki kwa hali yoyote ile, kwa hali na mali, iwe ndogo iwe ni kidogo unachotoa au kikubwa, haijalishi, maadamu nia yako ni nzuri kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ya kwamba na utahesabika kwamba unaitetea na kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharik fi da'wa ila Allah, shiriki katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bisunnatin tanshuruha, kwa kuieneza sunna, mfano katika sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, au bifadilatin tad'u ilaiha, au jema ambalo umeliona ukawalingania wenzako kwenye jema hilo, au kalimatin tulqiha, au hata kwa neno tu ambalo unalolitoa. Neno, unaweza ukatamka neno ambalo ni dogo lakini likawa ni sababu ya wewe kupata janna. Katika hadithi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, mja huenda akabakia kati yake na maut mfano wa dhira, kisha baada hapo akafanya jema ama akasema neno moja tu, lile likahitimishwa ikawa ni sababu yeye kuingia peponi. Lakini pia huenda ukatamka neno, ndio maana tunaambia kwamba tuchunge sana maneno yetu tunayatamka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho, basi ni ayaseme ya khairi, au hana ya khairi ya kusema, kunyamaza ni aula, kwa sababu hakuna neno unalotoa kwenye kinywa chako likabaki hivi hivi, lazima litakuwa limeandikwa. Kama ni la khairi limeandikwa kwenye upande wa khairi ama kwenye kurasa yako ya khairi, na kama ni la shari limeandikwa kwenye kurasa yako ya mambo ambayo ni ya shari. Allah azza wa jalla katika sura Qaf anasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mwanadamu hakuna neno liwe dogo namna gani, kalima
unalolitoa liwe dogo namna gani, isipokuwa malaika wawili wale hawana ijaza, hawana likizo. Yani wataacha kuandika pale umelala tu, kwa sababu wakati huo rufi al-kalam, kalamu imeondolewa hapo au imenyanyuliwa. Lakini maadamu unajitambua umetamka maneno machafu, na ni mangapi machafu tunayatoa katika vinywa vyetu, tuyazuie. Sio Muislamu hatakiwi awe ni fahisha wa maneno wala wa vitendo, anatakiwa ajiepushe na maneno machafu na vitendo ambavyo ni vichafu, ambavyo havimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Neno lolote unaloliandika malaika wawili wapo, la kheri linaandikwa, la shari kadhalika linaandikwa. Lakini hayo maneno tunayasema, maneno tunaweza kuyasema ikawa ni sababu wewe kupata janna, au ni sadaka pia unatoa, unajitangulizia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Neno jema zuri, maneno mazuri ambayo ameyatoa, hayo ni bora kuliko hata sadaka ambayo mtu huenda kaitoa, kisha baada hapo akaanza kuifatilizia kwa masimango. Fulani bana, kama sio mimi, fulani bana, hata ile kanzu au ile jilbabu naliona ni mimi ndo nilitoa. Tayari hapo utakuwa unabatilisha kheri zako na mema yako. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Sadaka unaitoa usije ukaibatilisha kwa masimango na kujikuza, mimi fulani kama sio mimi asingetoboa mwaka huu. La, toa kiikhlas, kisha baada ya hapo jalia ni kama vile umesahau kile ulichokitoa, maadamu umetoa kwa ikhlas na kutarajia ridha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 4, farriq shay'an min waqtika litata'allama dinak. Miongoni mwa mambo ambayo yatakufanya wewe kuitumikia dini yako, dini ya Kiislamu, ni wewe kutenga wakati wako kusoma masala ya dini yako. Tunasema kwamba tumeumbwa sisi kuja kufanya ibada. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatujaumbwa kuja kuvaa, kula, kulala, kustarehe na nini. Haya yote ni taban, utayapata tu maadamu unaishi hapa duniani. Lakini lengo kubwa la wewe kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwekwa hapa ardhini si jingine bali ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa utaondoka uje muabudu Allah, tambua ya kwamba wewe maisha yako huko ni hasara, ni motoni huko. Kwa hiyo ikiwa basi tumeumbwa kwa ajili ya kuja kufanya ibada, farriq shay'an min waqtika litata'allama dinak. Tenga muda usome dini yako. Ni wangapi katika sisi hawana habari kabisa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au hawana habari na kusoma chochote kujiongezea maarifa katika dini yake? Ikiwa ingelikuwa ni masala ya kidunia, labda kuna ofisi fulani inaajiri watu fulani kwa vyeti fulani, kwa madaraja fulani, kwa degree, sijui kwa nini, kila mmoja wetu hatojali kwa umri aliobeba, atakaa darasani, atabeba kijitabu kwenda kufanyaje kozi ya miezi kadhaa ili aweze kupata ile nafasi. Lakini sasa kule akhera ni mahali pa kwenda kuishi milele. Ili uishi milele lazima utengeneze hapa duniani. Maadamu umeumbwa kufanya ibada, hii ibada utaifanyaje pasina kusoma? Sharik kadhalika farigh shay'an min waqtik. Tenga muda katika wakati wako, litata'allama dinaka, ili ujifundishe dini yako, litafhama dinaka fahman sahiha, ili uweze kuifahamu dini yako kwa usahihi wake, ala aidil ulama alamilina, tena kwa kupitia maulama wanaifanyia kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa du'a as-sadiqina, lakini pia kupitia maduati ambao ni wa kweli. Jambo la 5 miongoni mwa mambo ambayo atakayekuweka wewe kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, takhaffaf min dhunubika bitawbati nasuha. Hakuna ambaye si mkosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sote ni wakosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mbora ni yule anapojua kwamba kakosea, kateleza, kafanya dhambi, haraka sana akarejea kwa Mola wake akatubia. Inna Allaha yaqbalu at-tauba, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali tauba muda ambao jua halijachomoza kutoka magharibi kuelekea mashariki. Siku zote jua hutokea mashariki kuelekea magharibi. Siku jua likitoka magharibi kuelekea mashariki, mlango wa tauba umefungwa, au mauti yamekufika gharghar yako kwenye koo, ndipo unasema kwamba al-ana, kama alivyokuwa Firaun alayhi laana. Yeye amefanya aliyofanya mpaka maji yamefika shingoni, ndo anasema al-ana, sasa hivi anasema amantu bi rabbi Musa wa Harun, nimemwamini Mola wa Musa na Harun. Allah akamwambia al-ana wa qad asaita min qabl,
Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, maadamu una pumzi, jua alijatoka magharibi kuelekea mashariki, roho yako haijafika kwenye koo, hakikisha unarejea kwa Mola wako. Tubia, khafif dhunubaka bitauba, jisafishe madhambi yako ulionayo kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, at-taubatan nasuha. Wa'lam anna bani israila muni'u al-qatra bisababi dhanbi rajulin fi 70,000 rajulin. Jambo la sita, atbi sunnata nabiyik, ittabi sunnata nabiyik, fuata mwenendo ama sunna ya mtume wako Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna almuslimina fi ma'rakati Uhud, natambua ya kwamba waislamu katika vita vya Uhud lam yantasiru bisababi mukhalafati amri rasulina, hawakupata ile nusra katika vita vya Uhud kwa sababu tu kule kukhalif amri ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la saba, kun mukhlisan sadikan fi aqwalika wa af'alika, kuwa mkweli, kuwa na ikhlasi katika maneno yako, katika vitendo vyako, katika harakati zako na vitulio vyako. Hakikisha kwamba unakuwa ni mkweli, na tambue kila unalolifanya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analiona jambo hilo. Kisha jambo la tisa, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal mau'izati alhasana, lingania kwenye njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha iliyokuwa mazuri. Wa'lam anna ad-da'wa sa'iratun bika au bidunika, lakini pia tambua kwamba da'wa itakwenda sawa sawa na wewe au hata mwingine pia. Wewe ukinyamaza, tambua kwamba dini, kama nilivyotanguliza huko mwanzo, wewe ukinyamaza usitetee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watapatikana watakaosimama na hasara ni juu yako, si ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ad-da'wa sa'iratun bika au bidunika fas'alillaha yusrifuka bid-da'wati lidini, muombe Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote akutumikishe wewe katika kuitetea na kuilinda dini yake. Jambo la 10 na ambalo ndio la mwisho, kun layina aljanib, kuwa mpole, usiwe mkali, kuwa ni mtu ambaye ni mpole katika mambo yako, usije ukawa wewe ni mtu ambaye ni wa vurugu. Tayyibul ma'shar, amiliana na ndugu zako katika imani kwa upole na ulaini. Ukiishi katika mazingira hayo, basi hakika wewe utakuwa unahesabika unaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake, ikiwa wewe ni kufukuzana na vikoba, ikiwa wewe ni kufukuzana tu basi na dunia, huna habari ya kutenga wakati kwa ajili ya kuitumikia dini yako, na elhali kama ni baba wewe ni kiongozi ndani ya nyumba, na kama ni mama kadhalika ni kiongozi ndani ya nyumba, na kila mmoja atakuja kuulizwa. Baba akiona kwamba mama ndo atashughulika na nyumba, yeye yuko na shughuli zake barabarani, mama naye akaingia mitaani kwenye vikoba, hana habari na dini yake, tambueni ya kwamba tutakuwa ni mas'ulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka kufikia hapa niseme subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.